msimamo wa ligi mpaka hivi sasa. Tofauti ni magoli zaidi ambayo amekuwa na faida nayo. Dado, wapinzani wenu pia ni timu ambayo haijapoteza mchezo wote. Kuna namna gani ambavyo mnautazama mchezo huu ninyi kama benchi la ufundi? Niseme tu kwamba maandalizi yamekamilika na tunashukuru Mungu, baadhi ya wachezaji ambao tuna mpango wa kuwatumia katika mchezo wa kesho wako vizuri na wana hari na wanaitaka mechi pia. Kwa hiyo kutakuwa na baadhi ya wachezaji ambao tutawakosa ambao ni majeruhi, lakini tumeandaa wachezaji wengine kuhakikisha kwamba tunaweza kuendea mchezo wa kesho na kutafuta matokeo ya pointi 3. Kwa jinsi ambavyo umekuwa mwenendo wa timu hizi kila ambavyo mmekuwa mkikutana, pengine maandalizi yanakuwa ni tofauti na mechi nyingine ambavyo mnakuwa mnajiandaa kuziendea, ni maeneo gani ambayo umeyawekea mkazo zaidi kuelekea katika mchezo huu? Nafikiri maandalizi hayawezi kuwa tofauti sana kama mechi nyingine, lakini ni kwa sababu ni mechi ambayo inabeba hisia ya wanamichezo wengi, hisia ya mashabiki wengi, kwa sababu ni mechi ya dabi. Lakini kuna maandalizi mengine tofauti. Kitu ambacho naweza kuona kwamba ni tofauti ni mchezo wenyewe kesho. Unakuwa ni mchezo mpya, huwezi kumpea na mechi ambazo za nyuma ambazo umezicheza, kwa sababu kitu kinakuwa kipya kiwanjani. Ukiangalia namna ambavyo mashabiki wanakuwa wengi, pressure ya mchezo wenyewe kwa wachezaji, kwa mashabiki na viongozi pia. Lakini niondoe tu hofu kwamba sisi hatuna pressure yote. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunaiheshimu Simba, ni timu nzuri, timu kubwa, na tunaamini lote linaweza likatokea, aidha ni kwa wao au kwetu sisi kushinda katika mchezo wa kesho. Ni waombe tu mashabiki wa Yanga waje kiwanjani kwa wingi na wasije pia na matokeo yao mfukoni. Waamini kwamba huu ni mchezo mkubwa, mchezo wa dabi ambao unahitaji umakini mkubwa. Kwa hiyo sisi kama benchi la ufundi, wachezaji wamejiandaa mechi za kutafsiri sisi na makocha na wachezaji pia, kwa sababu ni mechi ambayo inaweza kukuonyesha ni mwalimu aina gani au ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo tunaandaa wachezaji vizuri, naamini na sisi pia tuko vizuri kiakili na kimwili kuhakikisha kwamba tunauendea mchezo wa kesho kwa matokeo mazuri. Sawa coach. Nikaribishe maswali kwa coach. Karibu. Nafikiri ni dabi ambayo ina tafsiri nyingi kwangu mimi, kwa sababu pia ni ukiachilia pia dabi ya mwisho kumaliza mwaka, nafikiri ni dabi yangu mimi ya 10. Kwa hiyo ningependa au ninatamani kuwa na matokeo mazuri ya ushindi. Kwa hiyo ndio maana nikasema kazi yetu sisi kama walimu tumemaliza. Nafikiri ni sehemu sasa ya wachezaji kuonyesha kile ambacho tumewapa mazoezini kwenda kudeliver kwenye mchezo wenyewe, kuhakikisha kwamba tunaipambania timu kwa ajili ya kupata matokeo ya ushindi. Swali lingine kwa coach? Swali kwa coach? Pengine coach, kuna wachezaji wote ambao unaweza kuwakosa kwenye mchezo wa kesho? Wachezaji wapo ambao ni majeruhi. Tuna wachezaji takribani 5. Tuna Protasia, tuna Nabosa, tuna Aragash. Hao ndio baadhi ya wachezaji ambao kwa mchezo wa kesho watakuwepo, lakini tumeandaa wachezaji wengine ambao wanaweza kucheza kwenye nafasi zao na kuipambania klabu kwa ajili ya kupata pointi 3. Swali ambalo pengine sio kwa umuhimu, kuna mchezaji ambaye pengine unahisi kabisa huyu ndio ambaye atakwenda kubeba mechi ya kesho? Hapana. Mimi nafikiri nimewapa jukumu wachezaji wote na hakuna mchezaji mmoja ambaye anaweza kuwa mkubwa kuliko timu, kwa maana kwamba akiwepo yeye ndio timu itapata matokeo ya ushindi. Sisi kazi yetu ni kutengeneza timu, kutengeneza umoja kwa wachezaji, kuhakikisha kwamba tunaenda kwa pamoja kwa ajili ya kupambania timu. Akiwepo na asipokuwepo fulani kwamba imaanishi hatuwezi kucheza vizuri na kupata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo hilo ni jukumu la wachezaji wote, na wachezaji wote mimi kama kocha na wategemea, nikiamini kwamba wanaweza kuipambania timu kupata pointi 3. Sawa coach, kila la heri. Asante. Asante sana. Sawa, tumemsikia kocha hapa amesema kwa nafasi yao wameweza kukifanya kile ambacho wamekifanya, kwa maana ya kutoa maelekezo kwenu ninyi kama wachezaji. So jukumu lingine kubwa ambalo timu wanalo kwa ujumla kesho ni nyinyi wachezaji kwenda ukitoa kile ambacho mmekuwa mkielekeza kwa kipindi ambacho mmekuwa mkijiandaa katika mchezo huu.
kuna pressure yoyote nyinyi kama wachezaji mko nayo kwenda kuwakabili Simba Queens kesho? Sisi kama wachezaji hatuna pressure yoyote, tumeshapewa kila kitu na walimu wetu katika uwanja wa mazoezi. Kwa mimi naamini katika mechi ya kesho tutaenda kutimiza jukumu letu, so hatuna pressure yoyote. Hakuna pressure yoyote kwa wachezaji. Irene sana tujuze hivyo. Nikaribishe maswali kwa Irene. Swali. Sawa, pengine kuna wachezaji wote ambao wanawapa hofu mkiwatazama wapinzani wenu? Sisi kama wachezaji kusema kweli hatuna wachezaji ambao tunaogopa katika timu ya wapinzani, kwa sababu tayari tumeshajiandaa vizuri, hatuna haja ya kuogopa mpinzani wetu. Tumejiandaa vizuri, so sisi tunachokisubiri ni mechi na naamini tutapata matokeo. Karibu. Mchezo huu dabi hii inawapa taswira gani, kwamba inaenda kama kipindi cha nyuma ambapo mlikuwa kidogo Simba anakutana wajuu, nyinyi mnakutana underdog, lakini sasa hivi watu wanawapa sana nafasi kubwa nyinyi kuliko Simba, inawatia pressure namna ambavyo game ilikuwa? Sijakuelewa. Yaani mechi mbili za nyuma za Yanga mmeshinda. Ndio. Nataka nifahamu kipindi cha nyuma ambapo mnaenda kucheza mechi nyinyi kidogo mlikuwa watu wanawachukulia Simba wakubwa kuliko nyinyi. Sasa hivi nyinyi mnachukuliwa ni wakubwa kuliko Simba. Simba. Nataka nifahamu watia pressure kwenye mchezo, kwa sababu watu naona ambao wanatazama ni mchezo. Japokuwa tunapewa sifa sasa hivi sisi tuko vizuri kuliko wao, lakini sisi kama wachezaji tunawaheshimu wapinzani wetu. Simba ni timu kubwa, hatuendi kwa sababu watu wanasema sisi ni bora kuliko wao, kwamba tutaenda tukiamini mpira una matokeo matatu. So sisi tumejiandaa kwenda kupambana. Maneno ya mashabiki ni ya mashabiki, sisi kama wachezaji tumejiandaa kupambana, so tunaenda kupambana. Irene, mtakuwa nyumbani kesho. Tuma salamu kwa mashabiki wa Yanga Princess kwenda kujaza uwanja wa Azam Complex. Tunawaambia mashabiki zetu wa Yanga, wananchi, tukezeni kwa wingi kusapoti. Tunawaahidi kwamba hatutawaangusha. Tunaendelea pale tulipoishia. Tumeshinda michezo 4 mfululizo na tunaenda kuahidi katika mchezo unaofuata ambao ni dhidi ya Simba. Asante Irene.